Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA imetoa msaada kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya sekondari Pugu wilayani Ilala. Msaada huo umegharimu zaidi ya shilingi milioni 3 na umehusisha kulipa gharama za bima za afya kwa wanafunzi zaidi ya 30, viti mwendo na taulo za watu wazima kwa lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia. Akizungumza wakati wa kukabidhi msaada huo, mkuu wa kitengo cha mawasiliano DAWASA ndugu Everlasting Liliaro amesema mamlaka imeendelea kutambua umuhimu wa kushirikiana na jamii katika kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili hususan makundi yenye uhitaji maalum, na ndio maana mamlaka imeendelea kutoa misaada mbalimbali mara kwa mara. Pugu ni nyumbani. Tunawakumbuka na tunakumbuka kwamba tuna vijana wetu ambao wana mahitaji maalum. Tumekuja na vichache ambavyo tumeweza kuvileta mbele yenu ambazo ni dapa kubwa, lakini pia tumekuja na wheelchair kwa wale wanafunzi ambao wako na uhitaji, lakini pia tumekumbuka kuja na bima za afya. Tunaamini msingi wa kwanza wa maisha ni afya. Kwa hiyo sasa tukaona kwa wanafunzi 30 ambao mwalimu wetu wa mazingira alikuwa anafuatilia pamoja na Irene, tukaona kwamba tukazilipie ili muweze kutibiwa na muweze kuendelea na masomo ili muweze kufanikisha ndoto zenu. Hii ni mchango wetu na sisi tunaelekea wiki ya maji. Kwa hiyo tutapata tena mahitaji mengine kutoka kwa makamu wa shule pamoja na mwalimu wetu wa mazingira ili pia tuandae kitu kizuri kwa mwezi huu wa 3 ambao ni wiki ya maji tuweze kuleta tena kama kwenu. Walimu ambao unasimamia watoto wao, kwanza tunakushukuru sana. Sisi ni wazazi, tunaelewa kazi mnayoifanya ni kubwa na yani hakuna mwanadamu ambaye anaweza akawapa kwamba jamani tunawalipa kwa hiki, ila malipo yenu Mwenyezi Mungu atawalipa. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya sekondari Pugu ndugu Patrick Sinyinza ameshukuru DAWASA kwa msaada huo, akieleza utasaidia kuboresha ustawi wa wanafunzi wenye mahitaji maalum na kuwapa fursa bora zaidi ya kuendelea na masomo yao bila vikwazo vinavyotokana na changamoto za kiafya. Lakini pia niwashukuru kwa kutukumbuka sisi kama jamii ya Pugu sekondari. Sisi ni jamii ambayo ina wanafunzi ambao ni jumuishi. Kwa kuja kwenu mmetusaidia pakubwa sana. Mmejali afya zetu, mmejali afya za wanafunzi, mmejali afya ya jamii ya Tanzania yote. Lakini pia tuna imani kwamba nyinyi kuja kwenu mmeongeza hamasa kwenye masomo ya wanafunzi. Kwa sisi Pugu tumefurahi na tumepokea kwa mikono miwili. Msaada yetu hii mliotuletea hapa ni ya faida kubwa sana. Na nasema si Pugu tunaomba tuzidi kushirikiana nanyi hata kwa mengine ambayo yako zaidi ya hili. Naye mwanafunzi wa kidato cha 4 ndugu Tobias Masumbuko akitoa neno la shukrani ameishukuru DAWASA kwa kuona umuhimu wa kuwasaidia, kwani wengi wao wametoka katika familia zenye kipato cha chini na muda mwingine hawana fedha kwa ajili ya matibabu, lakini kupitia bima za afya ambazo wamepatiwa zitawasaidia kupata matibabu bila shida yoyote. Tunapenda kuwashukuru sana kwa hiki ambacho mmetoa. Mnaweza kusema kidogo, lakini kwetu ni kikubwa sana. Haswa kama mimi hapa nimekaa kwenye wheelchair, inaweza kunisupport mimi kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kujifunza kwangu hapa shuleni. Lakini pia mmetusupport kwa vitu kama diapers. Kwa sisi wengine ambao tunatumia diapers, unaweza kutusupport kwa tukava tu ya usafi ili tuweze kuingia darasani kusoma kwa bidii. Mungu awabariki pale ambapo mmetoa, awaongezee ambapo mtapungukiwa, lakini akawape ufanisi mzuri katika kazi zenu. Nipende kutoa shukrani zetu za dhati kwa DAWASA. Tunashukuru sana kwa ujio wenu. Tumefurahi sana. Tunashukuru kwa zawadi mlizotuletea, na mimi zawadi hizi zitakuwa ni chachu kwa wanafunzi ambao wana mahitaji maalum, hasa diapers. Sio kwa zawadi tu hii, pia na huduma yenu mnayoitoa. Tunashukuru sana Pugu, tunapata maji ya DAWASA.